Yesu akasema mahali palipo na sadaka ya mtu, hapo ndipo penye nafsi, maisha yako. Wewe nikupe mfano. Utanielewa? Bado tuko kwenye chakula. Kitaharibika leo. Wale mwenye shida matumbo, yaani umekula na uvimbe, kama ni chakula vitayeyuka leo. Chochote roho ya utasa itayeyuka leo. Sema basi amen. Sema basi amina. Mwambie mwenzako lazima leo kila kitu kiharibike. Ngoja nikupe nguvu ya sadaka ilivyo. Leo hapa wapi badani ulipo, una milioni 2 pale chumbani. Iko pale kwenye godoro. Yaani umefunga, yaani ukilalaga hivi ndio unalalia. Kwa sababu ukiweka sandukuni uamini. Na si ajabu kwenye godoro umekata godoro, umetengeneza pochi kwenye godoro, ndani ya godoro. Kwa hata mtu akipima angalia, kuna wengine eti wako hivi. Wanashafika. Yaani hata ukinyanyua godoro ukabinua, mtu aidole ile inaondoki. Ile inakata katikati ya godoro, yaani haionekani hata ukitafuta uone. Unaona? Mwingine mbele ya kitanda kuna sehemu kametengenezwa chini. Yaani uwezo ukajua. Kwa sababu hata sandukuni akiweka hivi itavunjwa. Ukiwa hapa ibadani, sasa hivi tuna milioni 2 hata 300, hata 500. Ukiwa hapa ibadani, ukasikia message nyingine kwenye simu yako. Naomi, nyumba imewaka moto. Mahali kichwa kitakimbia, sio sabufa. Yaani kitu ambacho kichwa chako kitakimbilia, milioni 2. Na ukifanikiwa kwa pale nyumbani, kama watu wanakusaidia kuzima moto, wewe mahali utakapoenda kupiga ni pale karibu na kichwa cha nyumba yako. Nini? Nafsi yako ilipo, ndipo na moyo ulipo. Wewe ndio mfano. Ukidondosha shilingi 1000, uumie. Tena umwambia hata mfukoni na shilingi 1000 imedondoka. Wala usikia hata chochote kwenye moyo. Ngoja uondoshe shilingi 30 au 100,000. Unaweza kashangaa wiki nzima, haki ya Mungu nimepoteza hela. Wamenibia kwenye gari nini? Yaani nilikuwa na fulani, lakini 2,000 haumii. Why? Nafsi. Sadaka ilipo na moyo wako upo. Sasa ukijifunza kuachilia sadaka madhabahuni, maana yake hata ukiwa nyumbani, Mungu wa madhabahu aliyeka vizuri sadaka anakutangulia kila sehemu endapo. Sema basi amina kama unabarikiwa. Na ukitaka kuwateka wachao kwenye anga uliopo, jifunze kumtolea Mungu sadaka. Kwamba Mungu, kama kuna watu wametoa sadaka na wanakuja kwa njia ya ndoto, wanakuja kwa namna yote, na mimi leo natoa sadaka walizotoa kule iharibike, sadaka yangu nayo ijibu moto. Nataka nikuombe mwambie mzako jifunze kuachilia sadaka kwa ajili ya maisha yako. Muse basi. Na watu wanachukia hivi. Na hiyo na nyumba yako inakuja. Na una baraka zinakuja. Kwenda huko. Nasema hivi, jifunze kuachilia sadaka. Jifunze. Wa kwanza kuwa mtoaji ni Mungu. Alimtoa Yesu. Tena maandiko yanasema, kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Sadaka iliyouma kwa ndio inaleta majibu. Sadaka ambayo Ibrahim alitoa wakati Ibrahim anataka kuwa baba wa mataifa, kumiliki dunia, Mungu anamwambia nipe sadaka. Sadaka hivi Isaac. Mtoto ambaye amesubiri miaka na miaka, alafu anamwambia nenda nipe huo mtoto. Maana anasema akapata kwenye mlima wa Memoria, alipopanda akamshika, ilikuwa inauma na hakumshirikisha Sara. Angemshirikisha Sara angempinga. Sasa Mungu anasema na wewe usimshirikishe mtu mwingine. Mungu akisema na wewe kitu, fanya kwa wakati. Ibrahim alipomtoa Ishmael nani? Isaac kwenye huo mlima. Isaac aliyepelekwa pale mlimani na Isaac aliyerudi, sio mtoto Ibrahim. Maana yake Isaac alipotolewa sadaka, wakati Ibrahim anataka kumchoma kisu, Mungu akamwambia okay, nilikuwa nakupima tu, nimeona moyo wako. Kumbe Mungu sio kama Mungu anataka pesa zako, sio kama Mungu anataka chochote unachotaka kutoka. Mungu anataka kuona unampenda kiasi gani. Kama tu unaweza kutoa kitu cha thamani ukampa Mungu, Mungu ataona umenithamini kuliko chochote. Mungu ana wivu. Isaka aliyepelekwa mlimani, Mungu akamwambia Ibrahim, nimeona moyo wako. Angalia nyuma, mwana kondoo alichokeza. Isaka aliyepelekwa mlimani na Isaka aliyerudi ni vitu viwili tofauti. Isaka aliyepanda mlimani alikuwa ni mtoto wa Ibrahim.
Isaka aliyeshuka mlimani ni mtoto ambaye Mungu anauangalia naye. Sema basi amina kama unanielewa. Sema basi amina kama unanielewa. Yaani leo mlokole anafungua duka hapa, mwenzake anafungua duka hapa, mlokole anasimama hapa masaa 10. Hapa jirani yake ameenda mahali akatoa sadaka, aisa ya kuku, aisa ya mbuzi au chochote. Mlokole yuko hapa, nakutuma na mimi Bwana. Na mimi Bwana. Mapepo anasema tuko hapa tuna sadaka tumepewa. Nenda tuwateje hivi. Mlokole hapa Mungu akitazama hata fungu la 10 haipo. Hata kutoa kwako ni mnyonge. Hata kutoa kwako unalalamika. Hata Mungu akikutazama madhabahuni hakuna kinachosema. Mungu akiangalia sipika hakuna kinachosema. Mungu akiangalia mtumishi wake hakuna kinachosema. Mungu akiangalia kwenye spika chochote hakuna kinachosema. Unasema no, sipo. Sijakabidhiwa chochote. Mungu anaona nia. Sasa watu wengi walokole wengi wafanikiwa kwa sababu hawamtolei Mungu inavyotakiwa. Unakuja unalia, baba naomba unibariki, naomba unibariki. Mungu anasema kwenye akaunti yangu hakuna kinachosoma. Tutamkumbusha Mungu. Sema amen.